nisaidieni! Kijiji cha Lugae kilikuwa kimezungukwa na misitu minene na mito iliyokuwa ikitiririka kwa sauti za kuvutia. Watu wa hapo walijulikana kwa ufugaji na kilimo, lakini waliheshimu sana hifadhi ya msitu kwa sababu waliamini ndiko walikokaa mizimu ya mababu na viumbe wa ajabu. Kati ya vijana wa kijiji hicho kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Jabali, mwenye umri wa miaka 17. Jabali alikuwa na upekee wake. Hakupenda sana sherehe za vijana wenzake, wala michezo ya kawaida, bali alijishughulisha zaidi na kuchunguza wanyama na viumbe wa ajabu msituni. Tangu akiwa mdogo, Jabali alikuwa na hofu ndogo ya viumbe waliokuwa wakiogopwa na wengine. Aliweza kushika mijusi mikubwa kwa mikono yake bila woga, na alipokuwa akiona nyoka wakipita shambani, hakuwa akikimbia kama watoto wengine. Badala yake alisimama na kuwatazama kwa makini, akijiuliza maswali tele. Hali hiyo ilimfanya wengi wa kijiji wamuone kama mtoto wa ajabu, na hata wengine wakaanza kumuita majina ya dhihaka, wakisema, huyu ni mtoto wa nyoka. Bibi yake, Mzee Shufaa, ndiye pekee aliyemwelewa. Alimwambia mara nyingi, kila mtoto huzaliwa na baraka yake. Wengine hupenda kulima, wengine kuimba, na wengine hupenda kuishi na viumbe wa porini. Usiogope kipaji chako, Jabali, lakini kumbuka, nyoka si kila mara ni marafiki. Siku moja wakati wa kiangazi, Jabali aliamua kuingia msituni peke yake kutafuta matunda ya pori. Alikuwa na fimbo yake aliyokuwa akiitumia kufukuza nyoka hatari iwapo wangemshambulia. Baada ya kutembea kwa zaidi ya saa moja, alifika karibu na shimo la maji lililofichwa ndani ya miti mirefu. Wakati alipokuwa akiinama kunywa maji, alisikia sauti ya kufoka ya ajabu, si ya nyoka mdogo wa kawaida, bali kitu kikubwa. Kwa tahadhari, alichungulia upande wa pili wa bwawa. Macho yake yalikutana na nyoka mkubwa mweusi mwenye michirizi ya kijani kibichi, aliyekuwa amejikunja na kuonekana dhaifu kana kwamba amejeruhiwa. Jabali alihisi hofu ikipanda, lakini moyo wake wa huruma ulimshinda. Badala ya kukimbia, alibaki akitazama. Nyoka huyo alikuwa akihema kwa shida, na karibu kichwani pake kulikuwa na jeraha kubwa kana kwamba aliumizwa na panga la binadamu. Labda wawindaji wamemjeruhi, Jabali alijiambia. Kwa dakika kadhaa alisita. Alijua akimkaribia huenda akashambuliwa, lakini alipokumbuka maneno ya bibi yake kuhusu baraka yake ya pekee, aliamua kufuata moyo wake. Polepole, alikata majani safi na kuyatia maji, kisha akayakaribia kwa mikono yote miwili. Kinyume na alivyotarajia, nyoka hakumng'ata. Badala yake, macho makubwa ya samawati yalimtazama kwa utulivu. Kulikuwa na kitu cha ajabu ndani ya macho yale, kana kwamba si macho ya mnyama tu, bali yalikuwa yakiongea. Jabali aliweka majani yale karibu na mdomo wa nyoka, na nyoka akajipindua kidogo, akayagusa kwa ulimi wake mrefu. Kuanzia siku ile, uhusiano usiokuwa wa kawaida ulianza. Jabali alianza kumtembelea nyoka huyo kila siku. Kila alipoleta maji safi au vipande vya chakula, nyoka alionyesha ishara za shukrani. Alimuita jina, Kizunguzungu, kwa sababu ya michirizi ya mwili wake iliyokuwa ikimpa taswira ya kuzunguka. Kadri siku zilivyopita, jeraha la Kizunguzungu lilianza kupona, lakini kitu cha kushangaza kilitokea. Nyoka huyo hakupotea msituni kama alivyotarajia Jabali. Badala yake, kila alipoingia msituni, alimkuta akiwa pale pale karibu na shimo la maji, kana kwamba alikuwa akisubiri. Taratibu, Jabali alianza kumzoea kiasi cha kumsogelea bila hofu, na hata kumgusa. Siri hii aliificha moyoni mwake. Hakuthubutu kumwambia mtu yoyote kijijini, akijua wangeogopa au hata kumuua nyoka huyo. Lakini ndani ya nafsi yake alihisi nguvu mpya, kana kwamba maisha yake yalikuwa yameanza kubadilika. Usiku mmoja, alipokuwa amelala, Jabali aliota ndoto ya ajabu. Katika ndoto hiyo, aliona nyoka mkubwa akizungumza naye kwa sauti ya mwanadamu. Jabali, wewe ni tofauti. Mimi si nyoka wa kawaida. Mimi ni mlinzi wa msitu huu. Watu wamekuwa wakinikimbiza na kunijeruhi kwa hofu na ujinga, lakini wewe umenitazama kwa jicho la huruma. Kwa hivyo, kuanzia sasa, nitakuwa rafiki yako, na pamoja tutafunua siri kubwa zilizofichwa. Jabali alipoamka, moyo wake ulikuwa unadunda kwa kasi. Alijiuliza kama ndoto ile ilikuwa ishara ya ukweli au ni mawazo yake tu. Lakini alipofika msituni siku iliyofuata, Kizunguzungu alimkaribia kwa utulivu na kuinua kichwa chake juu, kana kwamba alikuwa akimpongeza. Ndipo Jabali akahisi kuwa ndoto ile haikuwa ya kawaida. Kadri muda ulivyozidi kwenda, kijana huyo alianza kujifunza ishara na harakati za Kizunguzungu. Wakati mwingine alihisi kama nyoka alikuwa akimuongoza kuelekea maeneo fulani ya msitu, kana kwamba anamfunulia ramani ya siri. Waliingia mapango madogo, walifika kwenye miti mikubwa yenye mizizi iliyo kama ngome,
na hata walifika kwenye eneo lililojaa mawe yaliyong'aa chini ya jua, mahali ambapo hakuna mtu wa kijiji aliyetajwa kufika. Jabali alihisi anayo dhamana kubwa ya kutunza uhusiano huu, lakini pia alijua siku moja siri itafichuka, na siku hiyo ikifika, huenda maisha yake yakabadilika kabisa, iwe kwa baraka au kwa laana. Siku zikawa wiki na wiki zikageuka miezi. Uhusiano wa Jabali na Kizunguzungu ulizidi kuimarika, na sasa walikuwa kana kwamba ndugu waliounganishwa na nguvu isiyoonekana. Kijana huyu alianza kubadilika hata katika maisha yake ya kawaida. Wenzake walipoendelea kucheza michezo ya kijiji, Jabali mara nyingi alikuwa akitoweka msituni akidai anaenda kuvua au kukusanya kuni, lakini ndani ya nafsi yake alijua ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Siku moja mapema asubuhi, wakati jua lilikuwa linapambazuka juu ya mlima, Kizunguzungu alimuongoza Jabali kuelekea kwenye mapango marefu yaliyokuwa yamefichwa ndani ya miamba mikubwa. Mapango hayo yalionekana ya kutisha, yakiwa na giza zito na sauti ya upepo ikivuma kama manunguniko ya mizimu. Jabali alipiga hatua kwa hofu, lakini nyoka alimnyoshea kichwa chake, ishara kuwa hakuna cha kuogopa. Walipoingia ndani, walikuta ukuta wa mwamba ukiwa umechorwa kwa michoro ya kale. Kulikuwa na alama za nyoka, miti mikubwa, na jua likiangaza juu ya vijiji vidogo. Jabali alitazama kwa mshangao. Michoro hiyo ilionekana kama hadithi ya vizazi vya zamani. Alipokuwa akiangalia kwa makini zaidi, aliona picha ya kijana akisimama kando ya nyoka mkubwa. Nyoka huyo alikuwa na michirizi ya kijani, sawa kabisa na Kizunguzungu. Kwa hiyo hii ni hadithi ya nani? Jabali aliuliza kwa sauti ndogo, ingawa alijua hakuna mtu wa kumjibu isipokuwa nyoka. Kizunguzungu alisogea karibu na ukuta, akainua kichwa na kugusa alama za kale kwa ulimi wake. Wakati huo Jabali alihisi baridi kali ikipita mwilini mwake, kana kwamba kulikuwa na nguvu fulani inayomwingia. Ghafla, mawazo yake yalisombwa na taswira. Aliona watu wa kale wakiwa na hofu kubwa, wakikimbia msituni. Aliona mashujaa wakipigana na nyoka wakubwa, na kisha aliona kijana mmoja akiunganishwa na nyoka kwa amani, akiokoa kijiji chake dhidi ya majanga. Taswira hiyo ilipopotea, Jabali alianguka chini akiwa amechoka, jasho likimtiririka. Akajua sasa kuwa nyoka wake si wa kawaida. Alikuwa sehemu ya hadithi ya vizazi vya kale. Siku zilizofuata, ndoto za ajabu ziliendelea kumjia. Alisikia sauti ikimwita usiku. Mlinzi wa msitu lazima arudi. Mlingano wa maisha lazima urejewe. Jabali hakuielewa vyema maana ya maneno hayo, lakini alijua hatima yake ilikuwa ikimkaribia. Wakati huo huo, kijijini kulikuwa na mabadiliko yasiyo ya kawaida. Wakulima walilalamika mazao yao yakikauka ghafla. Wavuvi waligundua samaki wamepungua kwa wingi usiokuwa wa kawaida. Wazee wa kijiji wakaanza kusema kuwa kuna mkosi umeingia kijijini. Baadhi ya wazee walishauri kwamba pengine mizimu ya msitu imekasirika kwa sababu watu walikuwa wakikata miti kupita kiasi. Hata hivyo, wengine walihisi kuwa tatizo lilikuwa limeletwa na mtu. Na kwa kuwa Jabali alikuwa akionekana mara nyingi msituni kuliko mtu yoyote, macho ya mashaka yakaanza kumgeukia yeye. Siku moja, alipokuwa akirejea kutoka msituni, alikuta vijana wenzake watatu wakimsubiri karibu na kijito. Walikuwa wameshika mikuki na upanga. Jabali, mmoja wao aliita, umeanza kutuficha mambo. Kila mara uko msituni, kila mara umetoweka. Unaficha nini? Wazee wanasema mizimu imekasirika, na tunadhani wewe ndiye sababu. Jabali alijaribu kuwapita kimya, lakini walimzuia. Tuambie ukweli, walimtaka. Kwa muda mfupi, moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alitamani kuwaambia kuhusu Kizunguzungu, kuhusu siri za kale, kuhusu hadithi alizoziona, lakini alijua hawatamuelewa. Badala yake, alisema tu, sina cha kuficha. Mimi ni kama nyinyi tu. Msinihukumu kwa sababu napenda msitu. Hawakuridhika, lakini walimwacha aendelee na safari yake. Hata hivyo, Jabali alijua hali haikuwa salama tena. Kila mtu kijijini alianza kumtazama kwa shaka, kana kwamba alikuwa anahusiana na mikosi iliyokuwa ikiikumba jamii. Usiku uliofuata, aliamua kwenda msituni kwa siri. Kizunguzungu alikuwepo, akining'inia juu ya tawi kubwa la mti kama vile alikuwa akimsubiri. Jabali alisimama mbele yake na kusema kwa sauti ya dhati, Kizunguzungu, ninaogopa. Kijiji kinaanza kushuku mimi. Hawataelewa urafiki wetu. Tafadhali, niambie ukweli wote. Wewe ni nani hasa? Nyoka alionekana kutulia kwa muda mrefu, kisha macho yake ya samawati yakang'aa giza lote la msitu. Na ghafla, kwa sauti iliyojaa nguvu lakini yenye upole, Jabali alisikia maneno akilini mwake. Mimi ni mmoja wa walinzi wa kale wa dunia hii. Nilipangwa kulinda mizani ya maisha kati ya wanadamu na viumbe wa msituni. Lakini watu walipoanza kuvunja masharti ya kale,
walinipiga vita, nikajificha na kujeruhiwa. Wewe, Jabali, ulichaguliwa kwa sababu moyo wako haujaathirika na tamaa ya wanadamu. Wewe ndiye unayepaswa kurejesha mizani. Jabali alitetemeka. Lakini mimi ni kijana tu, nitawezaje kurejesha mizani hiyo? Kizunguzungu akajibu, hutakuwa peke yako, nitakuwa nawe. Lakini kumbuka, siku moja utalazimika kuchagua kati ya kijiji chako na msitu huu. Na chaguo hilo litabeba mustakabali wa wote. Maneno hayo yalikaa moyoni mwa Jabali kama mzigo mzito. Alirudi nyumbani usiku ule akiwa na mawazo mengi. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu kubwa, si kwa ajili yake mwenyewe, bali kwa ajili ya kijiji kizima. Lakini bila kujua, tayari kulikuwa na mtu aliyemfuatilia siku ile alipokuwa msituni. Na siri aliyokuwa akijaribu kuficha, haingebaki siri kwa muda mrefu tena. Jua lilipochomoza siku iliyofuata, kijiji kizima kilikuwa kimejaa hofu na majadiliano. Usiku uliopita, ng'ombe kadhaa walikuwa wamepatikana wakiwa wamekufa karibu na shamba la mto. Wazee walipokagua, waliona alama kubwa za mnyama mrefu akitembea na michirizi iliyofanana na ya nyoka mkubwa. Habari hizi zilisambaa haraka kama moto jangwani. Wanawake walilia kwa hofu, watoto wakakimbia kuficha uso wao kwa wazazi, na wanaume wakaanza kujitayarisha na mikuki pamoja na upanga. Mzee Chacha, kiongozi wa kijiji, alisimama mbele ya watu akasema kwa sauti nzito, "Wanangu, hatuwezi tena kunyamaza. Kuna nyoka mkubwa amejitokeza katika ardhi yetu, na ni dhahiri ndiye anayeleta mikosi. Lazima tumtafute na kumuua kabla hajatuangamiza sote." Umati mzima ulipiga kelele za kuunga mkono. Lakini ndani ya kundi, kulikuwa na kijana mmoja aliyekuwa kimya. Nuru, rafiki wa utotoni wa Jabali. Nuru ndiye alikuwa amemfuatilia Jabali usiku uliopita, na macho yake yalikuwa yameona kile ambacho hakikutarajiwa. Alikuwa ameona Jabali akizungumza na nyoka mkubwa kana kwamba walikuwa marafiki. Mwanzoni Nuru alidhani anaota, lakini alipojiridhisha kuwa ni kweli, moyo wake ulijaa hofu na mshangao. Alijiuliza, kwani Jabali ni mtu wa kawaida kweli, au kuna siri kubwa nyuma yake? Sasa, akiwa katikati ya umati wa watu, Nuru alihisi mashaka. Hakutaka kumsaliti rafiki yake, lakini pia hakuweza kuficha ukweli alioona. Hata hivyo, alinyamaza. Baadaye mchana huo, vijana wa kijiji walikusanyika kupanga msako wa nyoka. Walijiandaa na mikuki, panga na moto wa mwituni. Kila mmoja alionekana na ujasiri bandia, lakini moyoni walijua nyoka mkubwa si mnyama wa kawaida. Jabali aliposikia mipango hiyo, moyo wake ulipasuka. Alijua bila shaka walichokuwa wanataka kumuua ni kizunguzungu. Hakulala usiku ule. Alijaribu kufikiria njia ya kumwokoa rafiki yake bila kuibua mashaka zaidi. Alipoingia msituni usiku, alimkuta kizunguzungu amejikunja karibu na ule mwamba wenye michoro ya kale. Macho yake ya samawati yalikuwa na utulivu, kana kwamba alishajua kilichokuwa kinakaribia. "Kizunguzungu," Jabali alisema kwa huzuni, "wanakijiji wamegundua nyayo zako. Wameapa kukuua. Sina nguvu ya kuwazuia. Nifanye nini?" Nyoka alimtazama kwa muda mrefu, kisha akamjibu kwa sauti iliyopenya ndani ya akili yake, "Jabali, hakuna kitu kisichokuwa na gharama. Umechaguliwa, na sasa ndio mwanzo wa mtihani wako. Ikiwa kweli unataka kunilinda, lazima ujifunze nguvu za kale. Lakini kumbuka, nguvu hizo zikikukosa nidhamu, zinaweza kukuangamiza." Maneno hayo yalimchanganya zaidi. "Ningefundishwa vipi?" aliuliza. Nyoka akajipindua kuelekea kwenye mwanya mdogo ndani ya pango. "Fuata njia hii, utakutana na kitu kitakachokupa majibu." Kwa hofu na mshangao, Jabali alifuata. Alitembea ndani ya mwanya huo wa giza, akihisi baridi kali ikipenya mifupa yake. Baada ya dakika kadhaa, akafika kwenye chumba kidogo cha asili kilichokuwa na mawe yaliyong'aa kwa mwanga hafifu. Katikati ya chumba, kulikuwa na jiwe kubwa lililokuwa limechongwa na alama za kale. Jabali alipolisogelea, alihisi mikono yake ikitetemeka. Ghafla, alama zile zilianza kung'aa zaidi, na sauti ile ile aliyokuwa akiisikia ndotoni ikajirudia. "Ewe Jabali, mtoto wa damu safi uliyethubutu kuangalia nyoka kwa macho ya huruma, sasa umeitwa. Hapa ndipo siri ya walinzi wa kale inapowekwa. Chukua baraka hii, lakini kumbuka, baraka hii ni mzigo na si zawadi ya anasa." Jiwe lilitoa mwanga mkali, na kabla hajajua nini kinaendelea, mwanga huo uliingia mwilini mwake. Jabali alianguka chini, akapoteza fahamu. Alipoamka alijikuta akilalia sakafuni, lakini alihisi tofauti. Ndani ya nafsi yake kulikuwa na nguvu mpya, kana kwamba alikuwa ameunganishwa moja kwa moja na msitu mzima. Aliweza kusikia sauti ya maji yakitiririka mbali,
alihisi uwepo wa ndege juu ya miti na hata miguu midogo ya wadudu ardhini. Kizunguzungu alikaribia na kusema, sasa umeanza safari yako ya kweli, lakini usitumie nguvu hii hovyo. Wakati utakapofika, utajua namna ya kuitumia. Wakati huo huo, kijijini maandalizi ya msako wa nyoka yalikuwa yamekamilika. Asubuhi iliyofuata, wanaume na vijana walikusanyika kwa makundi na kuingia msituni. Nuru, ambaye bado alikuwa na siri moyoni mwake, naye alilazimika kujiunga. Jabali alipogundua hali hiyo, alikimbia kwa kasi kuelekea pango la siri. Alimwambia Kizunguzungu, lazima ujifiche, watafika muda wowote. Lakini nyoka alitulia, akasema, usiogope. Wanadamu wanachokihofia hawakielewi, lakini sasa wewe ni daraja kati yao na msitu. Chaguo liko mikononi mwako, Jabali. Sauti za wanakijiji zilisikika zikikaribia, mikuki ikigongana, moto uking'aa gizani. Jabali alisimama katikati ya njia, akihisi mapigo ya moyo wake yakipiga haraka. Nitawalinda rafiki yangu, alijiambia kwa uthubutu, ingawa hakujua atafanya nini. Lakini kabla hajachukua hatua yoyote, ghafla kundi la wanakijiji lilitokea mbele yake. Macho yao yakaangukia mwili mkubwa wa Kizunguzungu uliokuwa umejikunja nyuma yake. Ndiyo huyo, nyoka ndiye mchawi wa mikosi yetu, mmoja akapiga kelele. Umati mzima ulipiga kelele za hasira, mikuki ikiinuliwa juu. Nuru, akiwa nyuma ya kundi, alimwangalia Jabali kwa macho ya masikitiko. Alijua sasa hakuna jinsi siri ya rafiki yake imefichuka. Wakati mikuki ilipoanza kurushwa, Jabali akasikia nguvu mpya zikichipuka ndani yake. Mikono yake ikawa mizito kwa mwanga wa ajabu, na sauti ile ya kale ikamuita tena. Sasa, mtihani wako umeanza. Mikuki iliporushwa hewani, wakati ulionekana kusimama kwa Jabali. Sauti ya upepo ilizimika, midomo ya wanakijiji ikawa kimya, na ulimwengu mzima ulipoteza harakati zake. Ndani ya giza lile lenye mwanga hafifu wa moto, Jabali alihisi nguvu mpya zikimiminika ndani ya mishipa yake. Mikono yake iling'aa kwa mwanga wa kijani, na moyo wake ulipiga kwa sauti ya ngoma ya kale. Kwa haraka, aliinua mikono yake juu, na ghafla upepo mkali ukapuliza moto wa fumba za tochi. Mikuki ikasimama katikati ya hewa, kisha ikaanguka chini kana kwamba imeshikiliwa na mkono usioonekana. Wanakijiji walirudi nyuma kwa hofu, macho yao yakimtazama Jabali kana kwamba walikuwa wameona mzimu. Mzee Chacha alitoa sauti ya kutetemeka. Ni nini hii? Jabali, wewe ni nani hasa? Jabali alijikuta akizungumza kwa sauti ambayo si yake pekee, bali iliyojaa mamlaka ya kale. Mimi ni Jabali, mtoto wa kijiji hiki, lakini pia nimeitwa kuwa daraja kati ya wanadamu na msitu huu. Nyoka huyu si adui yenu, bali ni mlinzi wa mizani ya dunia. Wanakijiji walinong'ona kwa mshangao na hofu. Wengine walipiga magoti, wengine walishikilia vichwa vyao. Nuru, rafiki yake, alijitokeza mbele akasema kwa sauti ya uchungu, niliona kwa macho yangu mwenyewe, Jabali. Niliona urafiki wako na nyoka huyu. Sikutaka kusema kwa sababu nilikupenda kama ndugu, lakini sasa kila mtu anaona. Tafadhali, tuambie ukweli wote. Jabali akavuta pumzi ndefu. Aliwaeleza kila kitu, jinsi alivyomkuta Kizunguzungu akiwa amejeruhiwa, jinsi walivyokuwa marafiki, na ndoto za kale zilizomfunua kuwa walinzi wa msitu. Aliwaeleza kuwa mikosi iliyowakumba haikusababishwa na nyoka, bali na tamaa ya wanadamu waliokata miti kupita kiasi na kupuuza mizimu ya kale. Maneno yake yalipenya mioyo ya baadhi ya watu, lakini si wote. Kijana mmoja jasiri, aitwaye Mambo, alisimama na kusema kwa dharau, hii yote ni hadithi tu. Hata kama ni kweli, bado hatuwezi kuishi na nyoka mkubwa msituni. Leo tutaimaliza hii dhulma, hata kama utatuzuia, Jabali. Mambo alinyanyua panga yake na kukimbilia mbele. Wakati huo, Kizunguzungu alijikunja kwa kasi na kuinua kichwa chake juu, macho yake yakiwaka moto wa samawati. Lakini kabla hajamshambulia Mambo, Jabali alisimama katikati yao. Sitaki damu imwagike, Jabali alipiga kelele. Alipoinua mikono yake, nguvu za kale ziliwaka tena. Miti mikubwa ya msitu ilitetemeka. Mizizi ikatokeza ardhini na kuzunguka miguu ya Mambo, ikamshikilia pale pale. Umati mzima ulipiga yowe la mshangao. Kisha Jabali akageuka kwa wanakijiji wote na kusema, leo lazima mtafanya chaguo. Mnaweza kuendelea kupigana na msitu huu hadi muangamie, au mnaweza kujifunza kuishi kwa mizani na amani. Mimi na Kizunguzungu tupo kulinda mizani hiyo, lakini msipoelewa, msiba mkubwa zaidi utakuja. Kulikuwa na ukimya mrefu. Mzee Chacha, ambaye macho yake yalikuwa yamejaa machozi ya hofu na aibu, alisogea mbele. Akapiga magoti chini mbele ya Jabali. Tumekosea, tulikuwa vipofu kwa tamaa na hofu zetu.
Ikiwa kweli wewe ni daraja kati ya dunia yetu na walinzi wa kale, basi tunakuomba utuongoze. Utusaidie kurejesha mizani. Wanakijiji wengine wakapiga magoti pia, mmoja baada ya mwingine, hadi wote walipojipiga magoti mbele ya jabali na nyoka. Hata Mambo, ambaye alikuwa amenaswa na mizizi, alilia na kuomba msamaha. Kizunguzungu akanyoosha mwili wake juu, akatoa sauti ya kunung'unika ambayo haikuwa ya kutisha tena, bali yenye nguvu ya heshima. Macho yake ya samawati yalimetameta, yakimulika kijiji kizima. Ndipo sauti ya kale ikasikika tena akilini mwa jabali. Chaguo limefanywa. Sasa wewe ni mlinzi mpya wa dunia hii. Wewe na kizazi chako mtabeba dhamana hii, kuhakikisha mizani haivunjwi tena. Jabali alihisi nguvu ikitulia ndani yake, na mwanga wa kijani ukazimika polepole. Aligeuka kwa wanakijiji na kusema, kuanzia leo, msitu huu hautakuwa adui yenu. Tutauheshimu na tutaheshimiana. Tutarudisha miti tuliyoikata, tutatunza mito, na tutawafundisha watoto wetu kuishi kwa mizani. Huo ndio agano jipya. Siku hiyo ikawa mwanzo wa enzi mpya. Wanakijiji walianza upya, wakipanda miti, kuacha uvuvi usiokuwa na mipaka, na kufanya tambiko za heshima kwa mizimu ya msitu. Jabali aliheshimika si kama mchawi, bali kama mlinzi wa mizani, kijana aliyeunganisha watu na msitu. Kizunguzungu hakutoweka. Mara nyingi aliendelea kuonekana akizunguka kijiji, lakini si kwa hofu bali kwa heshima. Watoto walianza kumtazama kwa mshangao na furaha, wakijua ndiye mlinzi wao. Miaka ikapita, na hadithi ya Jabali na nyoka wake ikawa hekaya iliyosimuliwa kizazi baada ya kizazi. Wazee waliwaambia watoto, heshimuni msitu, kwa sababu ndani yake kuna walinzi wa kale. Na kumbukeni, mara moja kulikuwa na kijana mmoja aliyechagua huruma badala ya hofu, na chaguo lake liliokoa maisha yetu. Na hivyo, hadithi ikafungwa. Jabali alibaki kuwa kielelezo cha ujasiri na hekima, kijana aliyeweza kubadilisha chuki na hofu kuwa urafiki na heshima. Kwa sababu wakati mwingine, nguvu kubwa zaidi duniani si mkuki wala panga, bali ni moyo unaoweza kutazama adui na kuona rafiki.